Mwalimu alikuwa amehakikisha kwamba reli ya Tanzania inafanya kazi vizuri sana, na sababu zake ni kwamba kama unakumbuka katika rekodi zenu kwenye miaka ya 1975 ndio kwamba East African Community ikavunjika, na wakati ule kabla haijavunjika reli, ndege, mambo ya baharini yote makao makuu yalikuwa Kenya. Sasa baada ya kuvunjika, Mwalimu akaamua kuiunda tena reli ikiwa ni reli ya taifa la Tanzania. Kwanza reli yenyewe ilikuwa ile nyembamba wanaita narrow railway track. Pili, tulikuwa zile mashine nzuri zote zilikuwa zimewekwa kwenye reli ya Kenya. Unaona, Tanzania tukaacha wazi. Tatu, tulikuwa hatuna mabehewa ya abiria ya kutosha. Nne, tulikuwa hatuna mabehewa ya kubeba mizigo, na pamoja vile mabehewa ya kusafirisha wanyama, ng'ombe, mbuzi na kadhalika. Kwa hiyo kilichofanywa cha kwanza chini ya uongozi wa Mwalimu, tukaamua kwamba tukatafute vichwa vya reli ambavyo tena ndio kwa kweli ndio vichwa vilikuwa vya kisasa, kwa sababu zamani walikuwa wanatumia mkaa wa mawe kuendesha zile Sasa sisi chini ya uongozi wa Mwalimu na tukisimamiwa na Waziri Jamali tukaenda Canada, zikanunuliwa engine kubwa za kwenda, ndio zilikuwa zinakwenda mpaka Mwanza na Kigoma, lakini zinatumia tunaita mafuta diesel. Hayo yalifanyika kwa sababu ya uhusiano mzuri sana wa Mwalimu Nyerere na mawaziri wake na viongozi wake wengine na nchi za nje. Ndio maana tukapata msaada wa kwanza wa hizo 88 class kutoka Canada, kwa sababu Mwalimu alikuwa anaongea vizuri sana wa Canada na akaona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Na pia vile uhusiano na Uingereza, ndio kule tukenda tukapata hizo mashine zingine ambazo zinaitwa trip shunters na baadhi ya mabehewa. Akazungumza vizuri sana na Wahindi ndio tukaanza kununua mashine ambazo zilikuwa zinaweza kubeba hata twende abiria, lakini zinakwenda haziendi mbali sana mpaka Mwanza na Kigoma. Kama isingekuwa hivyo, kuhakikisha kwamba mashine za mitambo zinakuja mpya za kisasa, unaona mabehewa tenki za mizigo na inafika huku kutoka nchi hizo mbalimbali mpaka tunaweza kuendesha sisi wenyewe hapa, kusimamia karakana Sasa kwa hiyo yeye ameweka msingi ambao sasa hivi ndio unaenda mbele mpaka sasa unakuta kuna vitu kama hivyo SGR FM.